Hivyo yule ambaye anayetii amri ya Mola wake na akamcha Mola wake, huyu amefaulu fi dunia wal akhirah. Wa khasira almudhnibu shaqi, na yumo ndani ya khasara mtu ambaye anayefanya madhambi mpaka hii madhambi ikamfanya akawa ni mtu muovu, kwa sababu madhambi yanazaa madhambi mpaka mtu leo anakuwa muovu, umri unakatika, siku zinakwenda, anakaribia kuondoka duniani, bado hajaona tu imefika wakati wa mimi sasa hivi kujirekebisha na kurudi kwa Mola wangu. Na usije ukamuona mtu leo yumo ndani ya madhambi, ndugu zangu, ukafikiri kwamba huyu ndo ambaye ameipata starehe ya dunia. Hakuna starehe katika maasi, bali unajitia maradhi, unajitia hofu, unaiumiza mwili wako. Madhambi inaumiza mwili, inadhoofisha mwili. Madhambi inaondoa amani katika maisha yako. Madhambi inaifilisi mali yako. Madhambi inaondoa baraka katika maisha yako. Na wewe huoni, wewe unaenda tu ndugu yangu. Kuna watu ambaye walipita katika hiyo njia ambayo unaipitia wewe sasa hivi ya madhambi ambayo unayafanya. Mwisho wao ilikuwa nini? Na wewe jiulize, hii madhambi itakupeleka mpaka wapi ndugu yangu? Na mwisho wake utaangukia wapi? Usije ukamuona mtu yuko ndani ya madhambi ndugu zangu ukafikiri kwamba huyu ndo ambaye ameipata starehe. Ukamuona labda mtu amekesha kwenye zinaa, mtu amekesha kwenye disco, mtu amekesha kwenye miraa, mtu ambaye mashallah amekuwa tajiri kwa sababu ya haramu, amejihusisha na mambo ya riba, amejihusisha na mambo ya kamari, kazi yake ni kusikiza mziki, ukafikiri kwamba huyu ndo ambaye ameipata dunia. Hakuna ndugu yangu. Hakuna mtu ambaye yumo ndani ya hofu na yumo katika maisha mabaya kama yule mtu ambaye ana maasi Mwenyezi Mungu.